Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 15, siku ya Jumatano. Mada inasema utumishi kama wa Kristo. Somo la Korintho wa kwanza sura ya 4 ya kwanza na ya pili. Kifungu hiki kinatufundisha nini kuhusu maoni sahihi ambayo mtu lazima awe nayo kuhusu viongozi wa kibinadamu? Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 ya kwanza hadi ya 4, Paulo anadokeza kwamba makundi yanatokana na kukosekana kwa ukomavu wa kiroho. Hata hivyo, kabla ya kuzungumzia mada hii, anathibitisha tunayo nia ya Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 aya 16. Kirai hiki yaelekea kinarejelea namna Kristo anavyofikiri na kutenda. Kwa maneno mengine, muumini anayo nia ya Kristo anapofikiri na kutenda kama Kristo. Kuweka nia hii katika vitendo kwenye masuala yote ya maisha si rahisi hivyo, sivyo? Katika ulimwengu wa Wayunani na Warumi, kulikuwa na ushindani mkubwa kati ya viongozi wa kisiasa, wanafalsafa, watu wenye fikra nyingi na viongozi wa kidini. Shauku ya kukubalika kitamaduni inavyoonekana iliongoza kanisa la Korintho kufuata viwango vya kidunia. Hili linaweza kuwa hatari kwa kanisa la leo pia. Soma Wafilipi sura ile ya 2 aya 5 hadi ya 8. Kifungu hiki kinatusaidiaje kuelewa kirai nia ya Kristo? Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 aya 16. Kama vile huko Korintho, mifarakano pia ilitokea katika kanisa la Filipi. Wafilipi 2 aya kwanza hadi ya 4. Yumkini kwa kiwango kidogo. Wafilipi 2:1 hadi 8 inatufundisha kwamba utumishi kama wa Kristo unahitaji kuifia nafsi na tamaa za ubinafsi na kutafuta badala yake kuwabariki wengine kuliko sisi wenyewe kama Yesu alivyofanya. Utumishi kama wa Kristo ndiyo Paulo alimaanisha kwa maneno watumishi wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya kwanza. Kirai hiki kinaweza kutoa wazo kwamba wanamtumikia Kristo kama wasaidizi. Ni wazi kwamba mtazamo sahihi kuhusu viongozi wa kibinadamu umejengwa juu ya mfano wa Kristo wa uongozi. Watumishi wanaelezewa zaidi kama mawakili. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya kwanza na ya pili. Wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia mali ya mtu mwingine. Na chochote tulicho nacho, vyote ni vya Kristo, vyovyote vile. Kwa maombi, tafakari juu ya ujumbe wa Filipi sura ya 2 ya 5 hadi ya 8. Tunaelewaje kile ambacho kifungu hiki kinatuambia kuhusu upendo wa Mungu wa kujikana nafsi kwetu? Tunawezaje pia kujifunza kuifia nafsi kwa namna fulani ili katika mazingira yetu wenyewe tuweze kuiga upendo huu? Hii ni Julai 15, siku ya Jumatano, tukifikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na majukumu mema.